wasiwasi wa benki kuhusu vihatarishi vya mikopo kutokulipwa, hivyo kusaidia kupunguza gharama na tathmini ya mikopo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Haidar Hemed Sumri, swali nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nitakuwa na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, je, serikali haioni kuiachia mabenki kupanga yenyewe hizi riba za mikopo kwamba inaweza ikapelekea wafanyabiashara kuumia kwa kupewa riba ambazo sio rafiki? Lakini swali langu la pili ni kumekuwepo pia na pamoja na changamoto nyingi, lakini pia sababu nyingine ambayo inapelekea riba hizi kuwa kubwa ni pamoja na Benki Kuu ya Tanzania kutoza riba kubwa kwenye mikopo ambayo inatoa kwenye hizi taasisi za fedha. Sasa je, ni lini Benki Kuu ya Tanzania itapunguza riba kwenye mikopo yake ili kuzifanya hizi taasisi za fedha ziweze kuwahudumia vizuri wananchi wetu, wafanyabiashara wa nchi? Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kupata nafasi. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Haidar Hemed Sumri, mbunge wa Mpanda mjini, kwa kuendelea kuwasemea wananchi wake na wafanyabiashara wa jimbo la Mpanda mjini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Haidar Sumri kama ifuatavyo. Kwanza, nikianza na swali la kwanza, hili kwanza niseme ya kwamba kama serikali haijaachia mabenki kuweza kuamua kwamba yatoze riba kiasi gani, isipokuwa kama nilivyosema kwenye jawabu langu la msingi ni kwamba riba hizi huamliwa na misingi ya soko, na misingi ya soko hii kuna sababu mbalimbali ikiwemo mfumuko wa bei kama nilivyokwisha kutahadharisha, pamoja na vihatarishi vya mikopo, pamoja na gharama za kuendesha benki zenyewe, benki husika. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali haiko mbali kuhakikisha kwamba inaratibu riba hizi kupitia Benki Kuu yetu ya Tanzania, na kama nilivyosema kwenye jibu langu la msingi ya kwamba Benki Kuu ya Tanzania imekuja na mfumo wa ulinganishi wa bei unaoitwa Price Comparative System, ambao mfumo huu unamwezesha kabisa, kwanza unamwezesha mkopaji kuwa na uwazi wa kupata huduma ya mikopo na uhitaji, lakini pia unachochea ushindani wa mabenki haya ambayo mwisho wa siku utachochea kupunguza gharama na riba za mkopo husika. Lakini pamoja na hayo, mfumo huu unaongeza uwazi wa viwango vya riba kama ambavyo nimesema kwenye jawabu langu la msingi, na hili linawekwa kabisa. Ukiangalia kwa mwaka 2020 ile vihatarishi vya mikopo kutokulipwa tulikuwa kwenye 12%, lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumzia kwa taarifa za mpaka mwezi Juni tuko kwenye 2.6. Hii inamaanisha ya kwamba serikali imeratibu vizuri kuhakikisha kwamba wafanyabiashara hawa wanapata mikopo ya riba nafuu zaidi. Kwenye swali la pili, ambapo mheshimiwa ana maoni gani kwamba serikali na maoni gani kutaka kupunguza sasa riba hii ambayo inaendelea kutolewa na mabenki. Mheshimiwa Naibu Spika, na ni uhalisia kabisa ya kwamba tangu mwaka 2020 ambapo COVID-19 ilivyoingia nchini, vita ya Ukraine na vita nyingine ambayo inaendelea mpaka sasa hivi Mashariki ya Kati, ni dhahiri ya kwamba nchi nyingi ukiangalia ile commercial lending rate, kwa maana wastani wa riba za kibiashara, imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Lakini mpaka tunavyozungumza sasa hivi nchi yetu ya Tanzania, kwa maana commercial lending rate ina range kuanzia 11.9% mpaka 16.3%. Hii ni riba nafuu, lakini kama serikali baada tunaendelea kuratibu na kuongea na wadau wetu kupitia Benki Kuu ya Tanzania kuhakikisha kwamba riba hizi zilizopo sasa hivi zinapunguza ili kuwaletea nafuu wafanyabiashara wetu na kuhakikisha kwamba tunapata wafanyabiashara wengi na uchumi wetu wa nchi yetu ya Tanzania unaendelea kuimarika na kukua zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Arif Suleiman Premji, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipatia fursa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 2 mwezi wa 7 kamati ya sera ya fedha MPC ilitoa tamko la kuongeza riba kutoka 5.75% kwenda 6.25%, na madhara yake ni kwamba benki za kibiashara zitaenda kupandisha riba
kwa sekta binafsi, na madhara yake, Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba utekelezaji wa bajeti ya 2026/27 itaenda kuathirika kidogo, kwa kuwa sekta binafsi inategemewa kwa 70%. Ipi kauli ya serikali ili iweze kupunguza riba hiyo? Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze mbunge mwenzangu kwa swali lake zuri, lakini pia linalolenga kuleta unafuu wa riba kwa wafanyabiashara. Na mimi Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha niseme wazi. Kwanza, kama nilivyosema kwenye jawabu langu la msingi, serikali imedhamiria kabisa kwa 100% kuhakikisha kwamba hii mikopo ya kibiashara ambayo inatolewa kwa sasa hivi, ambayo inalenji kuanzia 16% mpaka 16 mpaka 20 kupitia Benki Kuu yetu ya Tanzania, mfumo huu wa price comparator system ambao unaweka uwazi wa riba hizi, na sisi tumezalimia kama serikali kuhakikisha kwamba tunakaa na wenzetu wa mabenki ya kibiashara kuona namna ambavyo tunapunguza riba hizi, ili sasa kutengeneza wafanyabiashara wengi zaidi ambao wataongeza uchumi wetu kulingana na dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Simai Said, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, nilikuwa na maswala madogo tu ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kila mwaka serikali inakuja katika bunge lako tukufu katika kupitisha bajeti kuu ya serikali. Ni utaratibu upi serikali unatumia katika kupima au kujua ni vipaumbele gani wafanyabiashara wanapata katika kuwapatia mikopo ndani ya Tanzania? Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania tumepakana na nchi 8, kama tutachukua pamoja na Komoro itakuwa 9. Mheshimiwa Mbunge, swali la nyongeza ni moja. Swali la nyongeza. Sijamsikia vizuri Mheshimiwa Spika. Hajasikia swali la nyongeza la kwanza. Ni vigezo gani vinatumika kwenye? Ni utaratibu upi serikali unatumia katika unapokuja kila mwaka katika bajeti kuu hapa kupitisha bajeti kuu ya serikali, ili tujue na sisi pia wabunge, kwa mfano kila mwaka serikali inakuja bungeni katika kupitisha bajeti kuu ya serikali, na sisi wabunge tunataka tuunge mkono vipaumbele vya serikali. Ni utaratibu upi serikali unatumia katika kupima jinsi gani hii mikopo tunaweza kuwapatia wafanyabiashara katika maeneo tofauti ndani ya Tanzania? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza namshukuru sana Mheshimiwa mbunge, na nikuombe kiti chako Mheshimiwa Naibu Spika, kama itampendeza Mheshimiwa mbunge, basi alilete swali hili kama swali la msingi, na sisi kama Wizara ya Fedha tutalipatia majibu ya kutosha na toshelezi kwa ajili ya. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa mbunge, tunashukuru sana. Tunakwenda Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Namwita Mheshimiwa Rashid Mohamed Mtima, mbunge wa Newala mjini, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Rashid Mtima anauliza, je, lini serikali itajenga josho la kuogeshea mifugo katika jimbo la Newala mjini? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Mwasi Kamani. Naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Rashid Mohamed Mtima, mbunge wa Newala mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa ujenzi na ukarabati wa majosho katika kudhibiti magonjwa yanayoenezwa na kupe na mbungo nchini. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali ilianza kutekeleza mpango wa ujenzi wa majosho tangu mwaka wa fedha 2021/22 ambapo hadi sasa jumla ya majosho 754 yamejengwa nchini na kwa thamani ya shilingi bilioni 15.19. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa serikali imejielekeza katika kutekeleza na kukamilisha mradi ya kimkakati ikiwemo kuendelea na mpango wa chanjo na utambuzi wa mifugo nchi nzima kwa lengo la kufikia azma ya kutokomeza magonjwa yenye athari za afya za wanyama na binadamu nchini.